kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam, watendao uovu ndio wajengwao, naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa wangu, nasema Bwana wa majeshi, katika siku ile nifanyayo, na watakuwa hazina yangu hasa. Nami nitawaachilia kama vile amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya wenye wamtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, wewe uliyeniita katika kazi yako kwa wokovu na wito ulio mtakatifu, na kushukuru kwa kunipa nafasi kusimama katika nyumba hili ambalo umeliweka katika mikono na katika uongozi wa wachungaji wako, watumishi wako Bwana. Na kushukuru kwa neno lako Jehova. Mimi tu nimesimama kama chombo chako kidhaifu. Bwana, tazama udhaifu wangu usiku wa leo Bwana. Naomba katika jina la Yesu Kristo, wakati mwema kama huu, Mungu wangu, ukaitumie nafasi hii kunishika vyema, kunipuliza vyema kama kipaza sauti chako tu, kwa utukufu wa jina lako Jehova. Naomba neema yako ishuke, nguvu zako ziweze kutembea, jina lako likatukuzwe katika jina la Yesu Kristo. Naomba upate nafasi na kutembea katikati yetu, kwa sababu hautakosa nafsi iliyokujitwaa kwako Bwana wa mbinguni. Hautakosa mama, hautakosa nafsi ipate kibali kwako Jehova. Kwa huyo mzee, kwa huyo msichana, kwa huyo kijana, mvulana, Mungu wangu na Baba yangu, usiku wa leo tuanguka mikononi mwako, palipo na neema, palipo na uwezo na palipo na ushindi.